Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane. Wengi wetu hatujafanya vizuri kwenye 10 la kwanza. Baadhi yetu hatujafanya vizuri kwenye 10 la pili. Lakini hebu sote tuwe katika wale ambao watafanya vizuri ndani ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. 10 la mwisho ndio kiini cha mwezi wa Ramadhan. 10 la mwisho ndio sehemu ambayo mwezi wa Ramadhan unatengenezewa thamani kubwa kwa uwepo wa Lailatul Qadr. Ndio maana bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kama anavyoeleza bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mizara wa ayqadha ahla wa ahya layla. Alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam linapoingia 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan anafanya mambo matatu. Jambo la kwanza, ahya layla, anauhuisha usiku wake. Na maana ya kuhuisha usiku ni kuto kulala. Usiku kucha anakesha akiwa anafanya ibada. Lakini kadhalika waiqadha ahla, anawaamsha familia yake na wao washiriki katika kutafuta usiku wa Lailatul Qadr. Ndio maana bi Aisha aliwahi kumuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, kama nitaujua usiku huu ndio usiku wa Lailatul Qadr niseme nini? Akaambiwa sema, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maana yake ni kwamba mpaka wakeze Mtume alayhi salatu wasalam kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan walikuwa wanaonekana tofauti katika kujitahidi kwenye kufanya ibada. Lakini jambo la tatu, washadda mi'sara, anajifunga kibwebwe, kinaya anil jiddi wal ijtihadi fil amal au kinaya an i'tizali nisa. Maana ya kujifunga kibwebwe ni kule kuongeza bidii katika ibada ndani ya 10 la mwisho au kuwaepuka kabisa wakeze, na alikuwa anaepuka kwa kukaa i'tikaf 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Leo tunataka tupeane angalau namna 2-3 vipi utaweza kuitumia fursa hii vizuri ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Namna na njia za kutumia vyema fursa ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kawaida wengi tunakuwa tumeshachoka. Inawezekana mtu umejipinda 10 la mwanzo, umejipinda 10 la pili, sasa 10 la tatu unaona kuna kiuchovu fulani. Kwanza hebu ondosha huo uchovu kwa kuangalia zile fursa zilizopo ndani ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Najizingatie kama vile mtu aliyekuwa kwenye mashindano, kila anapokaribia kufika mwisho ndio anaongeza kasi, anaongeza spidi, anatumia nguvu zaidi, kwa sababu baada ya 10 la tatu hakuna la 4. Hili la tatu ndio la mwisho. Kwa hiyo jitahidi kufanya vizuri zaidi kwenye hili 10 la mwisho. Usishindwe maarifa mpaka na farasi. Farasi anapokaribia kufika kwenye lengo ndio anaongeza kasi zaidi, kwa sababu anajua anakwenda kumalizia. Na sisi tuongeze kasi zaidi tukiwa tunaelekea kumalizia. Jambo la kwanza ambalo litatusaidia kuongeza kasi na kujitahidi zaidi kwenye 10 la mwisho, an-natabarra'a min hawlina wa quwwatina. Tujisukulie kwamba sisi ni dhaifu, la hawla lana wala quwwata lana, hatuna hila wala hatuna namna isipokuwa kutoka kwa Allah azza wa jalla. Maana ya haya maneno, tumtake sana Allah msaada atutie nguvu katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Fa innahu la hawla lana wala quwwata lana illa billah. Hatuna uwezo wa kufanya lolote, hatuna namna ya kufanya lolote isipokuwa kwa taufiki ya nani? Kwa taufiki ya Allah azza wa jalla. Ni kipindi hiki cha kumuomba Allah azza wa jalla atupe hiyo taufiki. Na kila ibada unayoifanya bila ya taufiki ya Allah huwezi kuifanya hiyo ibada. Ndio maana tunaambiana mara nyingi, na kama ilivyo kawaida, inapoadhiniwa li ayi salatin, Mtume anatuambia idha sami'tumul muadhdhina, mtakapomsikia muadhini semeni kama asemavyo, illa fi qawlihi hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah. Tunaitikiaje? La hawla wala quwwata illa billah. Hivi ni siri, kuna siri gani kwenye kuitikia huku? Hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah ndio kiini cha adhana. Sasa hapa ndipo panapokuhusu wewe.
unaitwa moja kwa moja, hayya ala salah, jamani njooni kwenye swala. Hayya ala alfalah, njooni kwenye kufaulu. Unasema la haula wala quwwata illa billah, sina nguvu sina hila isipokuwa kwa tawfiki Allah azza wa jalla. Maana yake kama vile unamwambia Allah, Allahumma wafiqni lis-salati wal falah, fa innahu la hawla li wala quwwata li illa bik. Ewe Allah, nipe tawfiki niitikie huu wito, nende kwenye swala, nende kwenye kufaulu, kwani mimi sina namna kama sitapata tawfiki yako ewe Allah. Hii ni swala moja tu unaitikia hivyo, la hawla wala quwwata illa billah. Sasa hapa tunazungumzia 10 zima la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumtake sana msaada Allah azza wa jalla atupe tawfiki tufanye vizuri ndani ya hili 10 la mwisho. Ndio maana miongoni mwa dua tulizotakiwa tuziombe tangu mwanzo wa Ramadhan, lakini kama tumejisahau angalau tuanze hivi sasa, Allahumma wafiqna li lailatil qadri. Ewe Allah, tupe tawfiki tuupate huu usiku wa cheo. Dua muhimu sana hii, Allahumma wafiqna li lailatil qadr. Ewe Allah, tupe tawfiki tuupate usiku wa cheo. Wal muwaffaqu man waffaqahu Allah, na aliyepewa tawfiki ni yule aliyepewa tawfiki na Allah azza wa jalla. Kwa hiyo namna ya kwanza tumuombe Allah azza wa jalla atupe nguvu zaidi ya kufanya khairi na ibada ndani ya hili 10 la mwisho la mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Jambo la pili, nawi' min al-ibadat. Kwenye hili 10 la mwisho jitahidi ufanye ibada za namna mbalimbali. Usiishie tu kwenye salatu tarawih, hapana. Hasa kipindi cha usiku, jitahidi kila usiku ibada yoyote ambayo unaweza kuifanya ifanye. Kama utaweza kufuturisha kila siku, maana yake ukifuturisha ndo siku ishabadilika, fanya hata kwa tende. Kama utaweza kusoma Qur'ani kila usiku, soma. Usipitwe na qiyamul layl, usipitwe na adhkar, usipitwe na kutoa sadaqa. Bali kuna wengine wanashauri tujiwekee utaratibu kwamba kila usiku kwenye 10 la mwisho toa sadaka walau kiasi kidogo, kwa sababu ukifanya hivyo lazima kuna sadaka moja itaangukia usiku wa Lailatul Qadr, na tunajua fadhila zake. Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr. Huu usiku wa Lailatul Qadri, ibada inayofanywa ndani mwe ni bora kuliko better than, bora kuliko ibada iliyofanywa ndani ya miezi 1000. Tunaongezewa mpaka wapi Allahu aalam, lakini Allah alichosema ni khairun min 1000 shahr, ni bora kuliko. Hata ukibaki hapo tu kwenye miezi 1000 ni muda mrefu, miaka 83 takriban na ushe. Kwa jitahidi angalau kila usiku kwenye 10 la mwisho toa hata sadaka kama una uwezo, 1000, 2, 3, 10, vile utakavyojiwekea. Na sidhani kama milango ya sadaka hatuijui, tunaijua milango ya sadaka. Kwa hiyo almuhim, jitahidi kwenye hili 10 la mwisho isipite siku kuna ibada unaweza kuifanya hujaifanya, ili mradi tu kama itatokea usiku huo ndio usiku wa Lailatul Qadr, basi unahesabika umeswali khairun min 1000 shahr, umetoa sadaka khairun min 1000 shahr, umesoma Qur'an khairun min 1000 shahr, umeleta adhkari khairun min 1000 shahr. Na hii ndio siri ya Mtume kujitenga na familia, kukaa msikitini. Mlifikiri alikuwa anakaa kwa ajili ya qiyamul layl peke yake? Abadan. Mnafikiri mlikuwa anakesha bila ya kulala kwa ajili ya swala tu? Abadan. Anaswali alayhi salatu wassalam, anasoma Qur'an alayhi salatu wassalam, analeta adhkar alayhi salatu wassalam fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Kwa nini yote haya? Ili tuipate vizuri hii fursa ya usiku wa Lailatul Qadri. Jambo la pili muhimu sana hili, atanawu' fi al-ibadat. Tufanye aina mbalimbali za ibada. Jamani, mpaka leo nimeshangaa kuna watu bado wanaamini Lailatul Qadr inaanza saa 9 usiku. Ajabu hii, kwamba ule usiku ambao unadhaniwa kuwa usiku wa cheo, kuna watu wanahisi mpaka leo kwamba usiku ule unaanza masaa ya usiku wa 8. Abadan, haiko hivyo. Allah kauita Lailatul Qadri usiku wenye heshima. Kwa hiyo usiku huu unaanza kama unavyoanza usiku mwingine.
Kama usiku mwingine unaanza saa 1 mfano hata usiku wa Lailatul Qadr unaanza saa 1. Kama usiku mwingine unaisha pale alfajiri ya kweli inapoingia, ndio muda ambao usiku wa Lailatul Qadr unaisha. Na hivi ndivyo inavyoeleza Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pale unapoanza usiku ndipo unapoanza. Lailatul Qadr khairun min alf shahr tanazzalu almalaika waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Unamalizika wakati gani? Salamun hiya until salamun hiya hatta matla'il fajr, alfajr as-sadiq. Sasa usijinyime kwamba wewe saa 4 unaenda kulala, unasubiri saa 9 umelala kwenye usiku wa cheo. Hauna dhambi lakini umepoteza. Kwa hiyo atakaye swali salatul isha jamaa kwenye huo usiku ameiswali kwenye usiku wa Lailatul Qadr. Kweli uongo? Mbona vile hamniamini leo? Atakaye swali sunnatul ba'diyya ba'da salati al-isha kwenye huo usiku khairun min alf shahr. Atakaye swali salatu tarawih hii ambayo tunaiswali baada al-isha jamaa, kama ndio huo usiku ameswali kwenye usiku wa cheo, khairun min alf shahr. Kwa hiyo tusijinyime ukaenda ukalala we eti waamka saa 9 ndio kuna Lailatul Qadr. Hapana. Usiku unapoanza kama ndio huo, basi Lailatul Qadr nayo kadhalika imeanza. Jambo la ngapi hili? La pili. Tutumie fursa ya kufanya ibada mbalimbali kwenye hili 10 la mwisho, usiachwe nyuma. Jambo la tatu, la yaghurrannaka amaluk. Usighurike na amali yako. Sasa kuna mtu inafika wakati anaona kwa hivi nilivyofanya hata nikiukosa huo usiku wa cheo, nimepambana sana. Kuanzia 10 la mwanzo jinsi nilivyokuwa nakaa msikitini, 10 la pili jinsi nilivyokuwa nasoma Qur'an, mimi hata nikiukosa wala hakuna ubaya. Kughurika na amali zako ni sababu ya kubatilishiwa matendo yako. Na baadhi ya ahlul ilmi min almufassirin wameifasiri kauli ya Allah, wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir, kwa maana hii kwamba isifiki wakati ukaona ulichofanya kwenye Uislamu katika khairi ni kingi ukabweteka, ama ukapatwa na ujbu na kujiona kwamba mimi nimefanya sana bana, watu wote hao wanajua. Nani alikuwa anasoma Qur'ani zaidi yangu? Nani aliyekuwa anakaa msikitini muda mwingi zaidi yangu? Nani aliyekuwa mstari wa mbele kila siku nyuma imamu kwenye salatu tarawih zaidi yangu? Usifike huko. Kama Allah amekupa taufiki, muombe Allah thabat. Wala usiwaone wengine wanaochelewa na kupitwa kwamba hawa hata peponi utawatangulia, bali inawezekana wewe ukaingia wao wasiingie. Hapana. Jamani, Allah akikupa taufiki ya kufanya khairi fulani, qul alhamdulillah, sema alhamdulillah. Isifike wakati ukajifakhiri mpaka mbele ya Allah. Kuna wengine inafikia hivyo, yeye majigambo mpaka kwa huyo Allah aliyempa taufiki kwamba kwa hiki Mungu asiponiingiza peponi sio mwadilifu. Wengine tunafikia hatua hizo. Allah hataki hilo. Amali zako hazijawahi kuwa na thamani ya pepo, bali kikubwa unachotafuta kwenye amali zako ni kupata radhi ya nani? Radhi ya Allah. Na wewe ukimridhisha Allah, Allah atakulipa malipo usiyoyatarajia. Ndio maana tunaambiwa ndani ya Qur'an, Allah anatuambia waridwanun minallahi akbar. Qalu at-tankir huna lit-taqlil, waridwanun qalilun minallahi akbar. Na kuridhiwa hata kwa kiasi kidogo na Allah, hilo ni jambo kubwa sana. Allah alikasirishwa na mtu ambaye alijifakhiri kwa matendo yake akamdharau mwingine. Nimekieleza hiki kisa mara kadhaa, mpaka kufikia kuwapa huyu waheri anamwapia yule anayefanya shari, wallahi la yaghfir Allahu lak, wallahi wewe Allah hatakusamehe. Allah akasema, man dha alladhi yataalla alayya alla aghfira li fulan, nani huyo jasiri anayenia pia kwamba siwezi kumsamehe fulani, nini msamehe na wewe nimebatilisha amali zako. Tumuombe Allah endelee kututumia mpaka mwisho wa pumzi zetu. Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Allah tutumie sisi kwenye khairi na wala usituondoshe ukaleta mbadala, kwa sababu wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu
amthalakum. Allah kuendelea kukupa taufiki kwenye khairi ni ishara kuwa anakupenda, na Allah endelee kutupenda na tuchukue katika hii dunia akiwa anatupenda. Kwa hiyo usisibiwe na ujbu. Kuna mwingine ile first night ya al-ashr al-awakhir min Ramadan si ndio kagonga qiyamul layl vizuri, yani akitoka anaona wote ambao hawajaja wewe hutu, na inawezekana sio waislamu. Wewe hatuja kuona jana ndio ile tumeamka 21 tumeswali hapa Abedi safu 2-3 ile salamu alaykum wa rahmatullah, Muhammadaini yupo, salamu alaykum wa rahmatullah, tumekutana alfajiri, Muhammadaini kumbe wewe mvivu sijakuona kwenye qiyamul layl. Ndio hiyo ya kwanza tu ushajiona mcha Mungu umekuwa Abu Huraira, mpaka unaanza kuwadharau wale ambao hujawaona. Hapana, kama una fursa ya kumnasihi mtu mnasihi, lakini kama Allah akakupa taufiki umekuja hapa kwenye tahajjud na qiyamul layl, kuna mwingine yuko nyumbani anapambana kumwomba Allah azza wa jalla, kuna mwingine amejibanza sehemu yeye na Mola wake tu, Allahumma ighfirli, Allahumma sahhil li kadha, Allahumma atini kadha, Allahumma la tuharrimni min kadha. Kwa hiyo kama Allah amekupa taufiki umesimama usiku, usifikiri Tanzania nzima ni wewe tu, kiasi ya kwamba unaokutana nao kwenye swala ya dhuhuri unaona wote makafiri hawamuogopi Allah, hawasimami usiku. Wala tamnun tastakfi, usighurike na ile khairi utakayopewa taufiki na Allah kuifanya kwenye hili 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Jambo la ngapi hilo jamani? La kwanza lilikuwa nini? La kwanza yani lazima bidhaa yangu mnirudishie ndio nitaridhika. Tumuombe Allah atupe taufiki. Lakini la pili, tusampulishe ibada, tufanye ibada za sampuli mbalimbali taban zilizothibiti. La tatu, la tatu usighurike na matendo. La nne na la mwisho katika mengi, tushirikishe familia zetu kwenye hii fursa ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa njia za mafunzo ambazo Waislamu tunafeli, watoto wetu, vijana wetu hawajui utamaduni wetu. Leo inawezekana ukamuuliza kijana wa Kiislamu 8 ni siku ya nini, akakueleza kabisa 8 ni holiday ya 1 2 3 4 5, lakini Ashura ni siku ya nini hajui. Sababu kweli ikifika labda 8 kama shule hawaendi na wanaelezwa leo hakuna shule kwa sababu 1 2 3, lakini Ashura tunafunga, hatuelezi watoto wetu jamani tunafunga siku hii siri yake ni 1 2 3. Kwa hiyo tunalea kizazi kijinga. Kwa hiyo hebu hili 10 la mwisho familia pale, hata watoto wadogo waone famebadilika. Mama kaamshwa, watoto pia waniamshwa. Tena kwa watoto hasa weekendies ambazo labda hawaendi shule, muhimu sana tuishi nao maisha ya ibada. Kama salatu tarawih unaenda naye msikitini, unakaa naye. Kwani jamani watoto wetu na familia zetu tuende nazo out kwa ajili ya kwenda kuenjoy? Kwa nini tusiende nazo in kwa ajili ya kutafuta paradise? Nje tunatoka nao kwa ajili ya kurefresh haya maisha ya dunia, tuingie nao ndani pia kwenye ibada kwa ajili ya kutengeneza akhira zetu. Na ndivyo alivyokuwa anafanya Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya mwaka mzima alikuwa lazima awaamshe wakeze kwa ajili ya kuswali salatul witr, lakini anawaamsha kwenye ule muda wa mwisho ndani ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, anawaamsha kabisa kwa ajili ya qiyam. Kwa hiyo mkeo kama mvivu muamshe, japo wengine sisi kinyume, wengine si ndio tunaamshwa. Na mke wako inawezekana anaamka saa 8, unamwambia saa 8 usiniguse nimechoka na kazi, subiri kwenye 9 hapo 9:30 ndio niamshe. Khairi kama umepata mke wa namna hiyo, alhamdulillah. Si mpo jamani mnaoamshwa? Na mara nyingine mkiamshwa uchovu, jamani niacheni mimi majukumu, Mungu mwenyewe anajua, waacha uvivu. Unipata mke wa khairi na wewe msupport. Kwa hiyo tuwashirikishe wake zetu, watoto wetu, familia zetu, waone hili 10 la mwisho ni tofauti. Ni 10 la kujipinda, ni 10 la kupambana, ni 10 la kuitafuta firdaus. Tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie min almaqbulin.
Tunamwomba Allah azza wa jalla atupe thabati ya kufanya khairi mpaka kumalizika kwa Ramadhan na hata baada ya Ramadhan. Allah tujalie miongoni mwa wale ambao wataudiriki usiku wa cheo, usiku ambao amali inayofanywa ndani yake ni bora kuliko amali iliyofanywa ndani ya miezi 1000. Wa sallallahu wa sallama baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin. Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane.